الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ndugu yangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nimekuja na unwani inayosema dini sio chaka la kutafutia dunia. Unwani hii nimeitohoa na kuizalisha kutoka katika baadhi ya aya nyingi na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo nimezisoma na kuzitaamali, kuzitafakari juu ya presentation yake, juu ya matamshi yake na mazungumzo yake katika kuizungumza dunia. Na nilipozisoma hizo aya na kutaamali, ndio nikapata hii unwani inayosema dini sio chaka la kutafutia dunia. Na kuna nukta ambazo kama 5 hivi nimeziona au dondoo ambazo nitaziorodhesha katika hii klipu fupi kama mazao ya uelewa wangu katika kuielewa hii dunia kwa mujibu ambavyo imezungumzwa katika dalili za Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu baadaye nitakusomea hizi dalili bila ya kukushereheshea kirefu, wewe mwenyewe uziweke katika mizani ya akili na uelewa wako. Nikianza na unwani, kwa nini nimetumia neno chaka katika unwani? Dunia nini? Dini sio chaka la kutafutia dunia. Kwa nini nimetumia neno chaka? Kwa sababu ndugu zangu katika imani, katika mambo ambayo ni mengi katika wakati tulionao katika hii akhiri zaman, katika mambo ambayo tunayo na yanachukiza katika dini, ni kuwa imekuwa ni jambo la kawaida sana kwamba watu wanatafuta dunia kwa anwani ya dini, au wanatafuta dunia kwa amali za kidini, kwa amali za kiibada au za kiakhira. Wanatafuta dunia kupitia amali hizo, na hawasemi kama hawasemi kwamba tunataka dunia katika kupitia dini. Wao wanasema haya tunayoyafanya ni katika kwa ajili ya akhira. Yawezekana dhana labda hii ikawa sio sahihi, lakini ni vizuri kutahadharisha, kwa sababu dhana hii ama jambo hili limezungumzwa katika Qur'ani. Kwa hivyo kama haliko kabisa katika jamii ambayo tunaishi, itakuwa ni jambo zuri sana, na ni jambo zuri kuwa dhana yangu imekosea katika hili, na ni jambo baya ikiwa dhana yangu itakuwa imepatia. Kama dhana yangu imepatia na jambo hili lipo, basi klipu hii ni ukumbusho kwangu mimi na ndugu zangu katika kipengele hiki. Baada ya kusoma dalili, nimepata mazao ya kiuelewa yafuatayo. Jambo la kwanza, ni haramu kutafuta dunia kuwa na malengo ya kidunia, ya maslahi ya kidunia kupitia jambo la dini. Nitataja dalili baadaye. Jambo la pili, ikiwa mtu atakuwa amefanya jambo la kheri, la ibada, lakini ndani yake ana nia ya dunia, nia hiyo inabatilisha amali hiyo, yani mbele ya Mwenyezi Mungu Jalla waala haitakuwa na thawabu. Jambo la tatu ni kuwa ni halali kutafuta dunia katika amali za dunia, yani ni halali kutafuta dunia nje ya amali za akhera, kutafuta dunia kwa amali za akhera, kwa sababu amali za duniani, kazi za duniani ziko mafungu mawili. Kuna amali kwa ajili ya akhera, yani ni piwa amali hizo ni ibada, na kuna amali zingine
ni dunia, ibada ni kama vile nini, amali za akhira ni kama vile kujenga misikiti, kujenga madaris, kuwapa watu sadaqati. Hizi ni amali za kidini. Na amali za kidunia kama vile watu kulima, kufungua viwanda, kufanya biashara na kadhalika. Hizi ni amali za dunia. Kutafuta dunia kwa amali ya dunia ni jaiz, ni jambo ambalo linajuzu. Lakini kilicho bora zaidi ni kuwa pamoja na kwamba mtu anafanya amali ya kidunia na anaitafuta na anatafuta dunia yake kupitia amali za kidunia, kilicho bora zaidi ni kuwa atie nia ya dini na akhira ndani ya hiyo dunia yake, kwamba yani hiyo dunia yake anayoitafuta iwe ni sababu, ni nyenzo, ama ni kitu cha kutafutia akhira. Wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah, tafuta katika vile alivyokupa Allah, itafute nyumba ya akhira. Kwa hivyo dunia inajuzu kuitafuta, lakini yani ni jambo zuri ikiambatana na makusudio ya akhira. Jambo la 4 ni kuwa analaumiwa kisheria mtu yeyote ambaye anatafuta dunia kwa malengo ya kidunia tu basi, hakuingiza ndani ya dunia yake malengo ya kiakhira, kama tulivyosema katika nukta iliyopita. Yani ameitenganisha dunia yake na akhira yake totally. Hilo ni amrun madhmumun, ni jambo linalolaumiwa kisheria. Namba 5, jambo hili linalaumiwa kisheria kwa sababu dunia hii msingi wake hasa ni imekuwepo ili iwe ni shamba la akhira. Yani msingi wa uwepo wa dunia, pamoja na kwamba tunatenda amali za duniani, lakini hasa msingi wake ni kwa ajili ya kutafuta iwe ni shamba la akhira, ni uwanja wa kutafutia akhira. Waqalu alhamdulillahi alladhi awrathana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha. Watu wa peponi watasema tunamshukuru Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ambaye alitupa uwanja wa duniani kwa ajili tukawa tunajiachia na tunajitanua kwa ajili ya akhira vile tutakavyo. Kwa hivyo dunia ipo kwa ajili ya akhira aslan, alafu mambo mengine yakawepo, mambo ya halali ya kidunia yasiyokuwa ya kiibada, yasiyokuwa na alaka na ibada na mafungamano na ibada, yakawepo taban kama tu jambo kiambata. Lakini kwa hivyo hii dunia, haya mambo kiambata haya yakiwa yatakuwa yamefungamana na lengo la msingi, itakuwa ni afdhalu zaidi. Jambo la 5 na la mwisho kwa leo kuhusiana na mazungumzo ya sheria kuizungumza dunia ni kuwa sheria inapendelea mtu awe na zuhudi. Zuhudi ni tafsiri yake inaweza kuwa ngumu kidogo, lakini zuhudi ni kuna msamiati wanatumiaga vijana, yani si murua sana kutumia, lakini nakosa neno lingine. Zuhudi ni kutokuishobokea dunia, kama hili neno litakuwa halina maana mbaya, yani ambalo nimelitumia. Kutokuilimbukia, kutokuwa na ulimbukeni nayo, kutokuwa na tamaa nayo, tamaa iliyozidi. Na zuhudi haimaanishi uharamu yani wa kumiliki dunia, la, lakini zuhudi ina maana pamoja na maana tuliyoisema, ina maana ya kuishikilia dunia yani mkononi yani huitii moyoni, unaishika mkononi, usiitie moyoni ibakie dini na Mwenyezi Mungu Jalla waala na mambo ya akhera. Yani dunia ibakie mkononi, alafu hiyo iliyobakia mkononi yani uitumie kuwa ni silaha ama ni nyenzo ya kutafutia akhera. Hizi ni mambo 5 haya ambayo tumeyatohoa kutoka katika dalili mbalimbali kuhusiana na hii dunia, na tukapata hii unwani ambayo inasema dini sio shamba au chaka la kutafutia dunia. Nitataja hizi dalili haraka kwa sababu muda hauturefushi au turuhusu kusherehesha, kwa sababu itakuwa ni muhadhara.
ili wewe uoanishe kati ya maelezo haya na hizi dalili. Dalili ya kwanza ni aya ya 15 mpaka 16 katika surati Hud, nayo ni kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha, yeyote ambaye anakusudia, nia yake ni maisha ya dunia na mapambo yake, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, tutawatimizia matendo yao humo, yani tutawalipa hicho anachokitafuta, tutawapa kwa kadiri ya maandishi yaliyopita katika qadari, sio kwa kadiri watakavyo. Wahum fiha la yubkhasun, na hawatapunjwa lile fungu lao waliloandikiwa la kidunia katika qadari. Kisha Allah akasema, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa nar, watu hawa ni wale ambao hawatakuwa na fungu lolote akhira isipokuwa moto. Wahabita ma sanau fiha, na yameporomoka matendo mema waliyofanya katika hiyo dunia. Wabatilu ma kanu ya'maluna, na yamekuwa batili matendo yao ambayo wamekuwa wakiyafanya. Hili neno batili lipigie mstari, alafu uunganishe na maelezo yaliyotangulia. Aya ya pili ni aya katika surati Ali Imran, aya ya 152. Kauli yake Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu, man kana yuridu al-ajila, yeyote ambaye anaitaka haraka. Dunia inaitwa haraka kwa sababu inakuja mwanzoni alafu inapita haraka. Akhira inakuja baadaye na inadumu muda mrefu. Kwa hivyo dunia imeitwa ni ajila, anaitaka haraka. Ajjalna lahu fiha, tutamuharakishia hiyo tutamuharakishia katika hiyo dunia, ma nashau, kile tukitakacho, kiasi tukitakacho, sio kwa mujibu wa utashi wake kama tulivyosema. Liman nuridu, na si kila mtu katika wanaotaka dunia ndio wapewe dunia. Tutampa dunia kwa kiasi tukitakacho, tumtakae. Liman nuridu. Thumma ja'alna lahu jahannama, kisha tutamjalia huyu mtu jahannam, yaslaha madhmuma madhura. Unaona hii kuambiwa ataingia motoni mwenye nia ya dunia katika hii dunia. Thumma ja'alna lahu jahannama, kisha tutamjalia jahannam, yaslaha, ataingia hiyo jahannam, madhmuman, hali ya kuwa ni mwenye kusemwa vibaya, mwenye kulaumiwa, madhuran, aliyetelekezwa, aliyetupwa mbali na rehema za Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu. Wa man arada al-akhirata, na yeyote ambaye anataka akhira, wasaa laha sa'yaha, na akafanya kwa ajili ya akhira amali za akhira. Kwa hivyo kuna amali za akhira na kuna amali ambazo sio za akhira, ima ni za dunia au ni za moto. Wasaa laha sa'yaha, na akaitafutia na akafanya harakati kwa ajili ya akhira, kwa harakati za akhira ambazo zimewekwa. Wa huwa mu'minun, na hali ya kuwa huyu mtu anayetenda amali za akhira, amali zake zimeambatana na imani. Faulaika, watu hao, neno hili faulaika, watu hao, watu wa majuu hawa, kana sa'yuhum mashkuran, imekuwa harakati yao na pilika zao ni zenye kushukuriwa, yani zenye kukubalika na zenye kuzidishiwa ujira wake. Ya salam. Hii ni surati Isra, sio Ali Imran, narekebisha, ni surati Isra aya 18 mpaka 19. Aya nyingine ni katika Ali Imran ambayo nimeitaja nukuu yake 152. Allah akasema, minkum man yuridu dunya, ilikuwa aya kuna katika nyinyi wanaotaka dunia. Yani kule kutaka dunia kumetajwa kwa lugha ya lawama katika aya hii. Nimechukua kipande cha maneno. Aya ujumla wake ilikuwa inazungumzia masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni watu wema lakini sio maasumina, hawakukingwa kutokana na makosa, wanakosea. Waliambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Uhud, msiteremke katika huu mlima wa Uhud, sawa sawa tumeshinda au tumeshindwa, mbaki hapa. Kuna watu watakuwa wanapigana chini lakini nyie msiondoke. Baadaye wakapigana, Allah akawaonesha nusura, akawapa nusura.
wakavunja amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakasema tuwahi ngawira pale chini. Wakateremka katika mlima, mbona inaonekana vita tumeshashinda. Kibao kikageuka, masahaba wakapigwa vibaya, na mpaka meno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakavundwa ya mbele, wakusirat rubaiyatuhu, na ile helmet ya kivita inayozuia mapanga ikaingia katika wajnataihi sallallahu alaihi wasallam, katika wajna ni hizi sehemu katika maeneo haya au yaliyo karibu na mashavu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka ikawa ngumu kungolewa, na mpaka zikaenea habari kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameuliwa. Akawasema wale walioteremka kutafuta ngawira ni halali, lakini isiwe ndio lengo. Angalia, ngawira ni halali, lakini wakalaumiwa ilipokuwa lengo lao ni ngawira. Ilikuja kama ofa, lakini kama lengo itakuwa ni ngawira ni makosa. Allah akawaambia, kuna katika nyinyi ambao wanataka dunia, yani wako katika jambo la dini la jihadi, lakini wanakusudia dunia. Akawalaumu vibaya masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Kama lilitokea hili kwa masahaba, inatarajiwa sana kwa sisi ambao tuko chini ya masahaba katika imani. Katika hadithi, nimechukua hadithi moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo imepokelewa na mama Aisha kwamba sallallahu alaihi wasallam amesema, ad-dunya daru liman la dara la. Dunia ni mji ama nyumba ya mtu asiyekuwa na nyumba. Ukiifanya dunia ndio mji wako wa kuishi na ndio nyumba yako, basi hii ni nyumba ya mtu asiyekuwa na nyumba ya akhera. Nyumba si nyumba, mji si mji. Huu ni kama mtu amejenga mahala pa mafuriko ya kijamaji, makazi yake sio makazi tena, itakuwa ni maangamivu. Ad-dunya daru liman la dara la. Kisha akasema wa malun liman la mala la. Na dunia ni mali kwa mtu asiyekuwa na mali. Akhera kutakuwa kuna utajiri na mali. Anayefanya dunia ndio mali yake, basi hii ni mali ya mtu ambaye hana mali akhera. Na walaha yajma'u liman la aqla la. Na anakusanya kwa ajili ya dunia, yani kwa ajili ya dunia peke yake, ama kukusanya kwa ajili ya dunia, utumia katika dunia na humo ukatia mali, ukaitumia dunia hiyo, au ukaifanya ukaiconvert kuwa ikawa dunia hiyo inanunua akhera yako. Watujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kuna mambo mengi ya dini yanashamiri na yanapata maendeleo ya haraka sana kupitia mali. Kama mali hii itakuwa ni kwa ajili ya dunia tu, na kuna matajiri wengine ni wafadhili sana katika mambo ya dunia, katika dini kama anatoa ni kiduchu, au anatoa kama kuwaondoa njiani tu na kuondoa lawama basi. Na kuna katika watu matajiri ni wanatoa zaidi katika akhera yao, na alhamdulillah wengine hawatoi kabisa katika mambo ya dunia, labda walazimike kidiplomasia na nini, na watatoa katika dunia ya halali, hawatoi katika haramu. Wala hayajma'u liman la aqla la. Anakusanya dunia mtu ambaye anayekusanya dunia kwa ajili ya dunia tu, yani hana malengo ya akhera kwenye hiyo mali yake, huyu mtu hana akili. Rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Huenda mfikishaji akamfikishia mtu ambaye ataielewa na ataipanua zaidi mada hii. Naomba niishi hapa. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala asijalie dunia ndio malengo yetu ya makubwa zaidi kuliko akhera, bali ajalie malengo yetu na hamu yetu ni akhera, na dunia tu ni wasila ama nyenzo ya kufikia hizo radhi za Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala na kuipata pepo na kusalimika na moto. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.